Hatimaye kijana wangu huyu hapa kapelekwa mahakamani na kupewa kesi ya kuhubiri kwa kuitumia Biblia kama ilivyo, yani kwa kosa la kuifuata Biblia vile vile inavyotaka. Na kwa kosa hilo la kuhubiri kwa kufuata Biblia ambavyo ingetaka hubiri, mawakili wa kinachoitwa serikali wameweka zuio asipate dhamana. Asanteni mawakili wote ambao Mungu atawagusa ili mushughulike kwa utaratibu wa kisheria kwa kulisema kosa wenyewe wanavyolisema, lakini sisi pia tutafanya sehemu yetu kulisema kosa la aina hiyo lilivyosemwa kwenye Biblia. Ni kwa namna hiyo watu wa Mungu kwenye Biblia ilitajwa wakauawa kwa sababu ya ushuhuda wa neno lao. Kwa hiyo kuna machao mnaweza, ni kwa kutumia Biblia kivipi? Nasema kwa kinachoitwa sheria, mnaweza mkasema kuhubiri kuifuata Biblia hivyo hivyo ilivyonyoka ni taarifa za uongo, ni uchochezi. Sisi kwa Biblia makosa kama hayo, watu walipochukuliwa hatua kama hizo ni wale waliouawa kwa sababu, au kufungwa au kuteswa kwa sababu ya ushuhuda wa neno lao. Na jambo lingine ni kwamba Machawa alipouawa mwanangu, Machawa wote, hata maaskofu, wachungaji wote mliowapandikiza, wote waliojipendekeza kwenu, wasema hakuna serikali inayoua watu wake, hakuna, waue kama nani? Wameua mpaka kila aliyetukana, kama si moja kwa moja ni sehemu ya wauaji hao, yeye mwenyewe amejua kumbe serikali husika inaua watu wake ili ijihakikishie nafasi za kuwa hapo na kuendelea kupora na kuendelea kuua tena. Lakini pia sisi tutalihubiri hizi habari kwa sauti yenye upako, yenye uwezo wa Mungu, ili vizazi vya sasa na vijavyo vije vijue nchi yetu ilipita wapi. Ili kosa ukipita kwenye korido za hapa na pale, linasema limechanganywa na kosa mhubiri kujihusisha na siasa. Sasa anyway, mnajua mmeweka pamba masikioni, ila tutaendelea kuongea hata kama ni sauti dhaifu kiasi gani. Nitaendelea kupa vimbwanga na visanga vya tukio lilivyokwenda na kijana wangu. Kuna vichekesho, kuna bonge la dharau, kebei na kejeri zimeendelea kufanywa na mamlaka. Lakini ngoja nikwambie hili la mhubiri kujihusisha na siasa. Hii Biblia 100% ni siasa. Mungu 100% ni siasa. Utawala wowote kokote ulikotoka, utawala wa kisiasa ulitoka kwenye Biblia. Musa alikuwa mtawala, alikuwa kiongozi wa jamii, ndo ambayo inaitwa siasa leo. Daudi alikuwa mtawala, mfalme, kiongozi wa jamii kwa mambo yote ya kijamii, ndiyo ambayo unaita siasa leo. Kiujumla, siasa ni mfumo wa uongozi katika jamii, namna jamii inavyopangana kuishi. Mahubiri na mhubiri kazi yake ni kuonyesha njia bora ya munataka kuishi. Kwenye Biblia hii kuna mifano ya viongozi waliosimamia jamii waliishije ili eneo hili na eneo. Najua mmeziba tu pamba, lakini hii Biblia, Mungu ni siasa 100%. Mungu ndo mwenyekiti wa chama cha siasa
za haki na usawa katika jamii. Ndio mwenyekiti, na 100% ya wahubiri wote walipohubiri, ilipoonekana nchi imeharibika, nchi imejaa rushwa, nchi imejaa vilio, nchi imejaa dhuluma, nchi imejaa maonezi, nchi imejaa zinaa, nchi imejaa mabaya, wahubiri 100% walienda kuwakabili viongozi wakuu wa kisiasa, na wapambe wao wakiwemo maaskofu, manabii ambao walikuwa wakichomekea vimaneno kuwapotosha watawala wa kisiasa, kuwatamkia vitu ambavyo sio. Hakuna mhubiri ambaye aliwakabili walevi tu, amewakuta walevi huko, ndo acheni dhambi walevi, mtabarikiwa baraka za Mungu. Hakuna mhubiri wa kweli, ni makanjanja, vihuni hivi, vitapeli. Mhubiri, na kusomea Biblia hii na kusomea, alafu baadaye niendelee kukuletea vimbwanga, kejeli ambazo polisi wakishirikiana na mamlaka na mifumo yote wameendelea kuonyesha kejeli juu ya kijana wangu na wale vijana wangu wa Dodoma. Kwa namna moja nyingine nitawazungumzia kidogo hapo mbele kwa utakaye stahimili, lakini kujulishe, mhubiri yoyote wa kweli, Musa baada ya watu kuteswa hakwenda kuwahubiri wanaoteseka, alienda kumhubiri anayewatesa. Alienda kwa Farao, alimhubiri Farao, alimkabili Farao. Nabii Samueli, turudi nyuma kidogo, Samueli alimkabili Eli, wakati huo mtawala alikuwa Eli. Baadaye Samueli alimkabili Sauli alipofanya vibaya. Nathani alimkabili Daudi. Manabii maelfu kwa mamia. Elia alimkabili Ahabu. Akina Yeremia, akina Yohana, akina Isaya. Yohana amemkabili Herode, amewakabili watoza ushuru TRA, kawakabili askari wasichukue zaidi, wasimshtaki mtu kwa uongo. Yesu amewakabili Mafarisayo, amewakabili maliwali, wakuu wa wilaya. Hakunaga mhubiri ambaye aliwakabili wanaoteseka. Hao ndo wamwamini Mungu, hao ndo wasubiri baraka za Mungu zinakuja. Mhubiri aliwakabili watawala waliosimamia dhuluma. Nchi yetu kwa sasa haina kiranja. Nchi yetu kwa sasa haina mtu wa kusema unayefanya baya ili acha. Nchi yetu kwa sasa ina vijana 100% wahuni ambao wanafanya doria mitandaoni na mitaani, watafute kila aliye na mbegu ya haki wamalizane naye. Kila anayehubiri haki, mihubiri kwa sehemu kubwa imeamua, ikijitahidi sana, ukilisikia linakemea mabaya, basi linawakemea wanaoteswa. Kwa nini mnalewa? Kwa nini mnaiba? Tunalewa kwa sababu kila kitu tunachojaribu kufanya, unajenga kajumba, kanaweza kunyang'anywa wakati wote, kanaweza kuporwa wakati wote. Kanisa unajenga unaweza likavunjwa wakati wote. Biashara hii unaweza ukabambiki. Tunateswa, ndio maana tunalewa, tunajikuta wakati mwingine tunazini. Akili ziko mbali. Nyie ndo wenye dhambi, mnakwenda motoni. Anyway, na wao hao ni wenye dhambi. Ilo wanalofanya ni baya. Wangejitahidi katika hali yoyote watende wema, lakini wema wowote lazima ungewatuma na wenyewe wainuke, waangaze, wamulike, wakabili kila anayofanyia mabaya wao na kila anayofanyia mabaya wengine, ndo wangeweza kubaki hata kwenye hiyo imani. Otherwise ndio hiki ambacho sasa hivi kinaendelea. Dhambi zote zimefutwa, makanisa yote. Hii ni uhakika, makanisa yote dhambi zimefutwa, yote. La Kakobe limefutwa, kwa Magembe zimefutwa. Dhambi sasa hivi iliyobaki ni mashindano ya minywele, weka kitambaa, lisketi liwe likubwa la aina gani, utatu mtakatifu, si uwili, si umoja. Ila matendo yoyote ya dhuluma, na kuhakikishia kwenye makanisa yote
wanaendelea nayo. Hao ndo ma-RPC, hao ndo maaskari, hao ndo wafanyakazi walio kwenye makanisa yote, ndio wasimamizi na watekelezaji wa dhuluma zote, dhambi zote. Kwa sasa makanisani zote dhambi zimefutwa, yani ambazo kwenye Biblia iliitwa dhambi. Uzinzi kwa sasa hivi watu wanasema usihukumu, Mungu mwenyewe ndo anajua. Yani mtu akizini, Mungu mwenyewe ndo anajua kama amemsamea au la. Mtu akiiba, mtu akiua, Mungu mwenyewe ndo anajua. We mhubiri, kukataza acha, na acha watu wajue umeacha, na tubu, nalipa gharama na fidia kama kinalipika fidia, ulichokiondoa au ulichokipora. Unahukumu. Kuhubiri ni huko, kuhubiri ni hivyo. Basi tutakushtaki kwa cyber, tutakushtaki kwa kusambaza taarifa za uongo, tutakashfu kwa kumtukana rais, tutakushtaki. Mimi ninachosema, shitakini ni wakati, na watakapochokea mawakili, mimi mhubiri, mimi nataka mfahamu, mimi ni mpaka kifo au kuwa sehemu ambapo siwezi kuwa. Nitaongea kwa sauti, nitaongea kwa lugha ambayo ndani yake ina dua na sala ya kwamba Mungu, tunajaribu kutengeneza lugha ambayo unajua watu ni makusudi kabisa wanajifanya hawajui. Tunaomba wekamo kitu kingine katika maneno haya. Tunajua uwezi ukafanya muujiza tukiwa tumejikunyata tumelala ndani. Utafanya muujiza tukiwa tunatimiza wajibu wetu, walau hata kwa kufanya mambo manyonge, mambo ya kipuzi. Dhiaka zote ambazo polisi mmemfanyia kijana wangu huyo wa Kahama na hao wa Dodoma, zote sawa, zinafika hizo dhiaka zote zinafika. Na ngoja nionyeshe tu wahubiri, tuachane na akina Elia, tuachane na akina Yohana, akina Yesu, akina Paulo, wote ambao waliwakabiri wakuu wa miji wa nchi, makuhani, manabii, ambao walikuwa wakichochea, wakisukuma, wakinyamazia, wakionyesha watawala hawana kosa kivile, hakuna tatizo kivile. Sawa. Sikia katika Yeremia 6 nianzie 5:30, jambo la ajabu na la kuchukiza limetokea katika nchi hii, manabii wanatabiri uongo na makuhani wanatawala kwa msaada wa hao, na watu wangu wanapenda mambo yawe hivyo, nanyi mtafanya nini mwisho wake? 6:13 nasema, kwa maana tangu aliye mdogo hata aliye mkubwa miongoni mwao kila mmoja ni mtamanifu, na tangu nabii hata kuhani na mtawala kila mmoja hutenda mambo ya udanganyifu. Wameiponya jeraha ya watu wangu kwa juujuu, wakisema amani, amani, wala hapana amani. Ndio kinachoendelea. Wahubiri sasa anasema tulinde amani iliyopo. Kina Suguye, kina Mamposa, kina Kuhani Musa, vijana wote kokote kahuni kanakotaka hata ukapate namna fulani ya upendeleo na mgao wa damu, kanapitia hapo. Vijana wanapitia hapo. Sasa hii Biblia, naomba muwe na uhakika, hamjaanza nyie kuishi. Nchi haijaanza leo kuishi, ipo. Fanyeni dhiaka, endeleeni kufanya dhiaka. Kila polisi, kila mtu anayetekeleza anasema mimi nina huruma, lakini watoto wangu napigania watoto, kwa hiyo namtesa mtu wako kwa sababu nimeagizwa kumtesa. Kijana wangu Kahama kapelekwa Kinyemera. Kuna watu walienda kuonana yule kiongozi wa pale alipokuwa amewekwa kwenye kituo cha polisi ama wilaya husika. Kafika pale kamwambia njoni kesho. Jioni yake wakampeleka mahakamani. Wakafika kule wakafanya vitimbwi.
kwa namna ambazo majina wanavyoyapeleka, wanavyoandika, ushirikiano watu wa mahakama wanachokifanya. Huyu anakwenda anaambiwa mara sijui anajichanganya na siasa, anachanganya siasa. Hakuna ushirikiano ule wa kwamba okay, wakati huo wamezunguka, wameambiwa hakuna hilo, hakuna mtu aina hiyo, hakuna mtu mpaka mtu mmoja tu anajitokeza kwamba hapana, mtu aina hiyo yupo, imekaakaa hivi, sui gerezani, mahabusu, hamtaki kumwona anyway, ingawa sheria yenu mingine inataka apelekewe chakula kila siku. Inaruhusiwa mahabusu sio kupelekewa chakula Jumamosi na Jumapili tu. Mmeweka hivyo sawa. Kila dhiaka mwambieni, kwa nini hamkumzuia asiwe anahubiri hivyo gerezani? Huyo mtu atumjui, mchungaji mwingine, wanakwenda kale kachungaji katoto kadogo, kale kadogo, dhiaka za kila aina. Anyway, kwenye mifumo ya kisheria, ikiwa kina madereka na wengine wengi akina Tundu Lissu wanapigizwa na jibu halipatikani, naomba uwe na uhakika kwamba hili jambo halitaisha tu kwa wale wanasema hapana, sasa una wakili. Mawakili wenyewe wengi wao wanajiponya, wengi wao wanasema kama unataka tuwe tunakuwakilisha, acha kufuata Biblia hivyo ninavyosema. Wakati kama huu mwe mnahubiri tu, pigeni kelele. Isaya 58 mnayofuata sema piga kelele, usiache. Waambie watu wangu makosa yao, usiache wakikuua, usiache wakiwaua, usiache wakiwatesa. Hiyo hapana, msifuate. Kama mtaifuata sisi hatutashiriki. After all, mawakili, hata watu walioonewa chungu nzima magerezani, walioonewa chungu nzima kwenye vituo vya polisi, na hata mawakili wenzao wapo hata waliouawa, nayo hawajayaweza. Kwa hiyo mimi niseme mawakili wote mtakaoweza kutimiza wajibu wenu wa kisheria, asanteni sana. Lakini wale ambao mtaona ili mtimize lazima wote tuache, hapana. Fanyeni sehemu ya kisheria, tufanye sehemu ambayo inaweza ikawa na maneno yenye huruma na neema na nguvu ya Mungu muumba vyote. Mwisho wa yote itakapofikia bara, mmechoka, na najua kabisa vijana wangu wawili wamewahi kufungwa. Acha nsiwataje, nsiongezee shida, kwa sababu inawezekana wakapewa kesi. Wamewahi kufungwa kwa kupelekwa mahakamani, wanaulizwa mulinunua simu ya wizi, wanasema si kweli. Hakimu akasema mmekubali, jela miezi 6. Sisi hatujakubali, atasema si kweli, hii simu ilikuja kwa njia halali kwa sura kama hii, mmeshakubali. Mimi nimewahi kuhudhuria mahakamani bila wakili, nilifanyiwa dhiaka zote tunazojua. Kwa nafahamu kwa mbali wakili huwa anajishusha, ananyenyekeza, anaenda naongea na hakimu, anaingia kula naongea naye hakimu, kuna mara anaona anyway, basi ngoja tufanye hiki. Pasipo na wakili najua kuna dhiaka, kuanzia polisi, uende magereza, uende mahakamani, utakuna kutana na dhiaka. Yaani ni kama mdudu uliyetokana na kinyesi au kinyesi chenyewe, au utafanywa kila kitu. Naomba mwelewe kwamba baba zetu walipohubiri, kwa asilimia kubwa walifanyiwa dhihaka na kutosikilizwa kwa chochote na kuonekana kama kinyesi. Lakini mwisho wa yote, Mungu aliwahi kuweka uzito katika maneno yao na maisha yao. Kuna kitu kilikuja kufanyika, na awamu hii mambo yaliendeshwa si tena kwa mfumo wa sheria uliokuwa umezoeleka, kwa mfumo mpya ambao watu wa Mungu hawa waliulizwa,
tutendeje ndugu zetu? Sasa mnataka mambo yangekuwaje? Na mara nyingi watu wa Mungu walikuja na mfumo tofauti kabisa na uliokuwa umezoeleka, ulioonekana ni rasmi, ingawa ulikuwa mambo ndio yanazidi kuharibika. Wakaleta mfumo bora zaidi. Mimi nimeandika kitabu cha Suluhu, kiko Amazon kwa Kiingereza. Kwa sehemu kubwa kimeandika yale ambayo dunia ndio ingeenda hivyo. Najua ni kichekesho, lakini tutakapodhiakiwa na kufanyiwa mateso kwa namna ambayo mtoto anaona huko ni kuwachezea, katika machozi tutakayokuwa tunalia, katika maneno dhaifu tutakayokuwa tukiongea, yako maneno yatakuja kupakwa mafuta, yako maneno yatakuja kuvuviwa, yako maneno yatatoka na suluhisho la jumla. Aishivyo Jehova. Naomba kwanza mjue, kudhiakiwa na kutendewa mambo kwa dhiaka si jambo la kwamba basi sisi washamba sana. Hapana, hata akina Tundu Lissu, akina Madereka, watu ambao pengine umesema ni nguli wa sheria, wamefanyiwa mambo asilimia karibia 100 yote yasiyofuata sheria, na sheria haijafanya kitu. Tufanye haya tu. Wanaoongea, sisi tunaoongea ni kinga ya usifikiwe kuonewa. Kuna ambao wanakutwa majumbani na kuvunjiwa nyumba zao na kufukuzwa kwenye viwanja vyao na kubambikiziwa kesi za hapa na pale za ubakaji na vitu kadha wa kadha. Vitu vyote hivi havina majibu. Sisi tunaongea ili tuwe kinga, usifikiwe. Anapotaka kwenda kukuonea, anajua kuna watakaoongea kwa sauti ambayo italeta mwangwi, kwa sauti ambayo itapandikiza ufahamu kwa watu, na kwanza kwa sababu mbaya, shetani ni mtu anayefanya mabaya. Kwa unapozungumzia ubaya wa mtu ni ili watu wote wamuone mbaya, wote wamuone mbaya, wote wao wanaona namna gani inabidi kushiu. Kwa sababu kuambia watu nyoka, hapo pana nyoka, nyoka huyu hapo, sio kosa. Mbaya ni nyoka, mbaya anatakiwa watu wote wajue ni huyo. Hawana cha kumpigia, lakini wao wanahangaika ni namna gani huyu nyoka tutamkabili. Kwa hiyo kwa habari ya kusema ubaya wa mtu ni kumchafua mtu. Kusema dhambi, kuhubiri ni kusema ubaya, kuainisha ubaya na madhara yake na mbaya, ili kwa kusikia maneno yale na kwa kutazama, kwa kuangalia anavyotazamwa na watu, afike mahala aanze kuona kwamba hili jambo ngoja niache, hata kama watu hawana cha kumfanya. Nyoka anaweza kaa watu hawana cha kumfanya, lakini kwa vile kuona tu amezingirwa, akatafuta mahali akachomoka, na watu wakapata cha kukabiliana naye, wakamkabiri, yakaisha. Kwa hiyo fanyeni hizo dhiaka na hivi vitu na vyombo vyenu, vitu vyenu. Mahakama, twende kazi. Magereza, twende, endeleeni na dhiaka huko, ndo yeye. Polisi, twende kwenye mifumo yote, twende, fanyeni dhiaka za aina yoyote mnazozifanya. Lakini kama unaona vizuri, wachieni tu vijana wangu, wachieni. Kuhubiri ni hivyo, Biblia ni hivyo. Sawa, mengineyo tutaendelea kuongea muda utakapokuwa ukienda. Asanteni na hongera kwa kunisikiliza.